Unaangalia Yusuf Diwan Online TV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma as-salatu was-salamu ala khairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Imma baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kuzihitaji ziada ya rehma na amani zimshukie kiongozi wa umma Bwana Mtume Muhammadin Mustafa sallallahu alayhi wasallam, mtume ambaye Allah subhanahu wa ta'ala anasema kupitia ndani ya kitabu kitukufu cha Qur'an, anasema wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ikhwani, ndugu zangu, tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kufanya hatua ya mwanzo ya dua ya kafu 50 katika aya 5 zilizo katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Mola wetu ni msikivu sana, ametujibu dua zetu. Watu wetu wengi sana biidhnillah wamekuwa wakiwasiliana nasi kwa furaha na faraja kwa kuona Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ametupa majibu, na sasa maadui zetu nao wameipata inayotakiwa kuipata biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani, ndugu zangu, baada ya dua hii, katika hatua hii ya mwanzo biidhnillah subhanahu wa ta'ala, wakatokea baadhi ya watu katika ardhi ya Marekani na baadhi ya watu katika ardhi ya Ufaransa na baadhi ya watu katika ardhi ya jirani zetu hapa Kenya pamoja na maeneo ya Rwanda, wakawa wametushauri sana biidhnillah tufanye dua maalum kwa uwezo wake Allah subhanahu wa ta'ala ya taskini zauji wa zauja. Ni dua maalum ambayo bila shaka biidhnillah subhanahu wa ta'ala kwa ajili ya kumtuliza mume akae nyumbani, abaki njia kuu pamoja na mkewe, asiwe ni mtu mwenye macho juu juu ya kila anachokiona atake kiwe chake. Tumtulize aliye naye, awe na thamani kwake na mthamini huyo, kheri zipatikane biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Lakini kadhalika kwa wale wanawake ambao pia wameolewa biidhnillah, tufanye dua maalum kwa ajili ya kuwafanya nao watulie kwa waume zao, wasiwe ni watu wenye kuruka mara huyu mara yule, kwa sababu nyakati tulizonazo zina maradhi mengi kabisa. Lakini pia Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amekataza watu kufanya uzinifu biidhnillah. Hivyo dua maalum ambayo tumeshauriwa sana biidhnillah, nasi tumepokea ushauri na tumeukubali, na sasa tunaingia katika utendaji biidhnillah subhanahu wa ta'ala, ni dua maalum taskinu zauji wa zauja, kumtuliza mume pamoja na mke, wathaminiane, waaminiane, wapendane, wahurumiane, basi kadhalika vile vile wafarijiane, na kila mmoja amuone mwenzake ni dhahabu upande wake, ili mambo yaweze kwenda katika hali iliyokuwa bora biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Lakini kadhalika dua hii itawaamu, kwa maana itakwenda vile vile biidhnillah subhanahu wa ta'ala kwa wale watu ambao ni wanamume lakini wake zao wamewakimbia. Hii ni dua mujarabu ya kuwafanya wake waliokimbia kutoka kwa waume zao warejee kwa mahaba, warejee kwa mapenzi, warejee kwa heshima na nidhamu ya hali ya juu biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Na hata kwa wale dada zangu ambao waume zao wamewatelekeza wakawakimbia, hawawahudumii, hawawajali, hii ni fursa mujarab katika dua hii biidhnillah. Mumeo nawe akurejee, mumeo naye akujali, akuthamini, akuamini, lakini kadhalika
akufariji biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Hii ni dua mujarabu sana sana sana, na hii inafanyika kwa utaratibu mujarabu mno biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Kama hilo halitoshi, kuna wale watu ambao bila shaka wao wanatamani sana kuingia katika ndoa, rijalan wa nisaa, ikiwa ni wanawake wanatamani sana waolewe, lakini hawajapata fursa ya watu walio sahihi ya kwenda kuwaoa, au ikiwa ni wanamume ambao wanataka sana kuoa, na kila wanapotupa jicho lao kwa mtu ambaye wanahisi huyo atakuwa bora katika kufanya naye maisha, anakuta mtu yule hayuko tayari kumsikia katika mazingira kama hayo. Hii ndiyo fursa sasa ya kuitumia biidhnillah, ili majambo yaweze kwenda katika mustawa na hali ya aina yake biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Nini cha kufanya ndugu yangu katika utangulizi huu mfupi wa kukuandaa wewe na wewe uchukue juhudi za maksudi biidhnillah kujisajili na kujiunga haraka? Jambo la kwanza, tutahitaji jina lako wewe. Kama ni mume, tupe jina lako pamoja na mkeo kwa ajili ya kufanya taskin, utulivu uliokuwa bora baina yenu. Lakini kama ni mke, tupe jina lako wewe pamoja na mumeo. Lakini kama ni mchumba, tupe jina lako wewe pamoja na mchumba wako. Kama ni mtu pia unatamani huyo awe biidhnillah subhanahu wa ta'ala, tupe jina lake biidhnillah, tulifanyie kazi, likae katika utaratibu na mambo yaweze kwenda katika mustawa na hali ya aina yake. Isipokuwa jina langu mimi msilitoe, kwa sababu najua kuna baadhi ya watu watasema nakutaka wewe mwenyewe. Mimi tayari shakamilisha jamani na wanne. Kwa hiyo mambo yaweze kwenda katika mustawa na hali ya aina yake. Ikhwani, ndugu zangu, mmoja katika wasemi, bwana mkubwa huyu anaitwa Jihad. Bwana mkubwa huyu anasema, innal mahabbata litafauli babun man qala la ahwa fadhaka ghurabun alhubbu tabu fi ibni adama kainun man yadda'i nafya alhawa kadhabu. Bwana mkubwa huyu anasema, innal mahabbata litafauli babun, akasema bwana mkubwa, hakika mapenzi kwa yoyote yule ambaye anayetaka mafanikio hapa duniani na aishi kwa raha na furaha ya hali ya juu, yanao mlango ambao ukipita katika mlango huo katika mahaba na mapenzi utaishi kwa furaha, kwa amani na hali ya juu. Man qala la ahwa fahuwa fadhaka ghurabun, akasema bwana mkubwa, yoyote anayesema mimi sipendi, mimi sina moyo wa kupenda, huyo ni kunguru, si mkweli. Ndio maana yake anayesema maneno ya hali ya namna hiyo. Bwana mkubwa huyo akasema, alhubbu tabu fi ibni adama kainun, akasema mapenzi namna alivyoumba Allah subhanahu wa ta'ala ni tabia ya mwanadamu na ni maumbile ya mwanadamu kupenda, ndivyo alivyoumba Allah subhanahu wa ta'ala. Ukimwona mtu anasema sina moyo wa kupenda, huyo ni mnyama na sio binadamu katika mazingira kama haya. Man yadda'i nafya alhawa fahuwa kadhab, yoyote yule ambaye anayesema sina moyo wa kupenda, sitamani kupenda, sifikiri kupenda na sina mpango wa kupenda, fahuwa kadhabun, mtu huyu bila shaka ni muongo sana, anaongopea watu. Ukweli wa nafsi yake anao yeye mwenyewe. Yupo anayemweza, yupo anayempenda, yupo anayemjali, yupo anayemthamini katika hali za aina kadha biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Hivyo ndugu zangu, wewe ambaye unataka ndoa yako itawale utulivu, tumia fursa, jisajili sasa, tutumie fursa hii biidhnillah. Wewe ambaye unataka mchumba wako jambo la ndoa likamilike, tumia fursa, ndiyo sasa biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Lakini kadhalika wewe ambaye ulokimbiwa na kutelekezwa, bila shaka hii ndiyo fursa, tumia fursa biidhnillah ili mambo yaweze kwenda katika mustawa na hali ya aina yake biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Vipi utajisajili? Tunahitaji majina yako na
muhusika wako biidhnillah. Alafu kadhalika kuna ada maalum ya wewe kujisajili, ili yale majina yako tuyaweke katika targeti ya mahaba, ya mapenzi, ya masikilizano, ya maelewano, ya kila mmoja amuone mwenzake ni dhahabu upande wake, ili mambo yaweze kwenda katika hali iliyokuwa bora biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Tutafute kwa namba hizo, tukupe utaratibu, mambo yaweze kwenda katika hali iliyokuwa bora biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Unaangalia Yusuf Diwan Online TV.